hazikopi kwenye masharti zinazokuwa kwenye mabenki ya biashara ya kimataifa. Ilikuwa ni trilioni 6 lakini tukapata fedha zisizokuwa na masharti trilioni 7. Serikali ikaona kwa sababu huko nje hela zinapatikana, wakaenda kukopa, wakazichukua zenyewe. Hizi wakachukua kutoka trilioni wakakopa 7, walipokuja huko za masharti za mikopo ya mikopo ya kausha damu, wakakopa kutoka trilioni 2 wakakopa mpaka trilioni 3. Swali ambalo tunamuuliza waziri wa fedha, nani alimruhusu kukopa hizi trilioni 4 za ziada? Sababu hizi ni fedha ambazo ni za wananchi na wananchi wanaamliwa na bunge. Bunge liliidhinisha mkopo wa trilioni 11. Mwigulu Nchemba kaenda kukopa trilioni 15. Kwa hiyo wanakopa fedha ambazo hata hazikupangiwa bajeti yake. Matokeo yake ni wanaziba. Ukisoma ripoti ya CAG pia anaonyesha kuwa yani kuna fedha namna walivyozitumia hizo fedha. Kuna fedha ambazo baadhi ya taasisi 12 za serikali zimepewa bilioni 389 za ziada. Yaani hazikuwepo kwenye bajeti yake. Bilioni 389 wamepewa. Fedha ambazo hazikuwa kwenye bajeti. Na tunajua namna serikali inafanya kazi. Huwezi kwenda kutumia fedha. Ukiuliza CAG alipouliza imekwaje, majibu aliyopewa ni kwamba mfumo yani kulishindwa kusomana. Mfumo wa udhibiti wa bajeti kuu ya serikali ulishindwa kusomana na mfumo wa uhasibu wa fedha za serikali. Kwa hiyo matokeo ya kushindwa kusomana ndio wakapeleka hela nyingi. Hii hela mnatoa wapi? Kwa hiyo mnakopa hela za ziada. Hii inatokea kwamba inatokea tu kwa bahati nasibu mmekopa hela kuliko mlizoidhinishwa. Alafu kwenye matumizi inatokea kwa bahati nasibu mifumo haisomani, watu wanapokea hela nyingi. Alafu pia kwa bahati mbaya hizo hela hazirudi, watu wanazitumia isivyo ambao hawakuruhusiwa. Ni systematic, yani ni systemic ufisadi, systemic corruption. Ni kwamba watu hawajali, wanakopa vyote vile wanavyopata, wanazitumia wanavyotaka, wanazipeleka kokote, ikawe mwanya wa matumizi na ufisadi mkubwa. Kweli ni kwamba athari za mzigo huu wa madeni ni kubwa kwa wananchi wa kawaida. Fedha zinazopaswa kwenda kujenga shule, hospitali, maji safi na barabara zinamezwa na kulipa riba ya madeni. Serikali kwa kutumia sehemu kubwa ya mapato kulipa madeni inashindwa kuwekeza katika huduma za kijamii zinazogusa maisha ya kila Mtanzania. Badala ya kutoa huduma bora, tunajikuta tukilipa kwa makosa ya sera za kifisadi na matumizi holela ya serikali iliyopo madarakani. Katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG 2023-2024 mwaka huu, tumeonyesha ubadhirifu wa fedha za umma ambazo zimeibiwa katika utekelezaji wa miradi na majukumu mbalimbali ya wizara, taasisi za serikali na mashirika ya umma bila kuchukuliwa hatua ya uwajibikaji. Jumla ya hoja zilizokuwa na karibu trilioni 5.56. Lakini tumeonyesha pia kwamba miradi sasa ya maendeleo haifanyiwi kazi. Yaani fedha hiyo miradi ya maendeleo hakuna kwa sababu fedha zinaibiwa. Na ukiangalia kinachotokea ni hiki ambacho tumekionyesha. Kutokana na uchambuzi wetu huu, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo. Moja, serikali iache kuhadaa wananchi kuhusiana na hali halisi ya kitaifa, kwa kuwa deni la taifa halitoshi kutazamwa katika jicho la kiuchumi wa jumla pasipo kuangalia hoja za kisiasa, za kiuchumi na za kijamii. Yaani wananchi waambiwe kwamba leo tulipofika hatuwezi kuwajengea madarasa, inabidi tukakope. Hela zenu zote mnazokusanya kwenye kodi tunakula ili kuendesha serikali. Ndio hali tulionayo. Sio wananchi waambiwe tu deni ni himilivu. Wananchi waambiwe kwamba gharama ya kuendesha serikali ya CCM kwa sasa ndio uwezo wa wananchi kufanya kazi. Kazi zote ambazo tunafanya hapa nchini tunafanya ili kuweza tu kuendesha serikali ya CCM. Na miradi ya maendeleo tunakopa nje. Wananchi waambiwe hivi kwamba wana serikali ambayo inakula kila shilingi ambayo wanakusanya. Na ili ilete maendeleo inalazimika kwenda kukopa nje ya nchi. Sio mambo ya kusema ni himilivu, nani anavumilia? Himilivu kwenu nyinyi mnaokula
au himilivu kwa wananchi ambao kila wanachokusanya kinaliwa na nyie? Haya ni mambo ambayo ni lazima muktadha uwekwe sawa sawa, sio mambo ya kwenda Mwigulu kwenda bungeni na kusema tu kwamba hili deni ni himilivu. Lakini pili, serikali inapaswa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha ufanisi katika makusanyo ya ndani ili kujiwekeza zaidi katika uchumi unaojitegemea. Haya mambo ya kwamba tunategemea nje, ndio haya Trump ameingia, anaambia atuleti fedha za mkopo, matokeo yake nchi inahangaika. Leo kama tunawadai wale wanaotusaidia, yaani tunatengeneza budget leo, maendeleo yote ya nchi tunategemea mikopo. Wale ambao wanataka kutukopesha wakiamua kutukopesha tu, maana yake hatuna uwezo wa kufanya chochote. Sasa leo tunauziana maiti wakati tunakopa hela za maendeleo. Siku hawa walioko nje wakikataa, itafanyika nini? Ni muhimu sana kuja kwenye sense na wawakilishi kusimamia jambo hili katika namna ambayo itatuleta pamoja, na ripoti hizi zisiwe zinasomwa kwa ajili ya kujiridhisha kwamba kuna utaratibu wa kusoma ripoti za CAG. Tatu, serikali inapaswa kuzingatia mipango yake na kujiepusha na mienendo ya ulafi wa mikopo isiyokuwa na mipangilio. Yaani haiwezekani tunaenda kwenye bajeti tunapanga mtakopa trilioni 11 kwa sababu tu mazingira yanaruhusu kwamba mnaweza mkakopa zaidi na kopa zaidi, alafu mnajikuta mnazipeleka hizo fedha kwenye mashirika ya umma, hata fedha hawakuomba, yaani hawakuweka kwenye bajeti, na nyinyi mnakuja kusema sababu ya kuwapa hela nyingi mifumo ilikuwa haisomani. Sisi tunawauliza hawa wanadaiwa hela za fidia kwa wananchi kwenye miradi mbalimbali, mbona haijawahi kutokea kwenye mradi wowote mifumo isisomane alafu wananchi kwenye fidia wakalipwa hela nyingi? Yaani mifumo haisomani kwenye hela za taasisi za serikali. Hii mifumo bwana inasoma vizuri, wanakwenda kulipa wananchi tena wanawalipa kidogo. Muhimu kuweka misingi mizuri ya uwajibikaji ili kuwa na serikali ambayo wananchi wanajivunia na mapato ya wananchi yatakuwa yanatumika katika namna ambayo kila mmoja ataweza kujivunia taifa lake. Baada ya kueleza haya, tunasisitiza kwamba serikali ya CCM imeshindwa kutoa suluhu na mbadala wa kiuchumi, na kwa kuwa mambo hapa ni mengi, naomba sasa nimkaribishe waziri wetu kivuli wa fedha ili aendelee na sehemu ya pili ya uchambuzi. Asante sana. Katika uchambuzi wa CAG, hoja ambazo zimepita kutoka kwa waziri mkuu, hoja ya 4 ambayo ACT Wazalendo tumeona tuiangazie na kuelewesha umma wa Tanzania ni madai ya wazabuni na wakandarasi yenye thamani ya shilingi trilioni 4.5. Ripoti ya CAG 23/24 imeendelea kuonyesha kuwa suala la madai ya wazabuni limekuwa ni tatizo sugu, ambapo tunaona mpaka sasa trilioni 4.56 wazabuni na hawa wakandarasi wanaidai serikali, na CAG ameonyesha katika kiasi hicho cha pesa trilioni 3.53 ni pesa ambayo haijalipwa na serikali kwa wakandarasi na wazabuni zaidi ya mwaka mmoja. Hali hii inasababisha mdororo wa uchumi, kwani serikali inashika fedha za wakandarasi, wafanyabiashara na watoa huduma, hivyo kudumaza shughuli za uzalishaji wa taifa letu. Lakini CAG ameonyesha athari ambazo zinapatikana kutokana na haya madeni ya wakandarasi na wazabuni, kwa sababu hawa wakandarasi na wazabuni, kitendo cha serikali kushindwa kulipa pesa kwa wakati, mpaka sasa riba kutokana na madeni haya imekuwa bilioni 55.5. Sasa hiki ni kiwango kikubwa cha pesa ambacho kama kingetumika kwenye miradi ya maendeleo, taifa letu leo tusingekuwa tunakwenda katika maeneo yetu tunalalamika huduma za afya, tunalalamika ukosefu wa maji, tunalalamika miundombinu mibovu ya barabara. Lakini katika swala hili CAG ameenda mbali na kuonyesha athari zinazotokana na pesa hizi kutokulipwa kwa wakati. Kuna watu ambao wanapata ajira kutokana na wakandarasi, kutokana na wazabuni. Sasa wazabuni wanaposimama wanaacha kufanya kazi, tafsiri yake ni kwamba hata hao vijana wanaotegemea ajira kutoka kwa wakandarasi hawataweza kuendelea na ajira, na sote tunajua changamoto ya ajira
lakini mwaka 22-23 deni ni trilioni 4.4, lakini mwaka 23-24 deni ni trilioni 4.56. Hichi ni kiwango kikubwa cha pesa, na ndio